Jina langu naitwa Hare Ambonise Mwasanjara, mkuu wa kanisa la Baptisti mstaafu, kanisa la Baptisti Tanzania. Nilikuwa nimeongoza kwa miaka 20, sasa hivi nimestaafu, niko nyumbani. Mchungaji, unaweza katueleza enzi zako za utumishi wakati huo na sasa hivi, unaonaje mwenendo wa kanisa la Baptisti kwa ujumla? Mwenendo unakwenda, ingawaje maadili mengine yanakiukwa kwa njia nyingine. Unajua, ukiingia kanisani kuna vitu vingine vinafanyika, kuna maneno yanaweza kusemwa, na ukiangalia lile kanisa lile la zamani lilikuwa na nidhamu kali sana. Napoingia naingia na kwa unyenyekevu, naabudu na namaliza kazi ya kuabudu kwake, narudi nyumbani. Sasa hivi nafikiri utandawazi. Kwa utandawazi umeathiri maadili ya kanisa? Ndio, kwa sababu tena na mchanganyiko wa makabila mengine. Wengine wameiga tabia ya kabila kutoka mahali fulani, wanafikiri hii ndio ukweli. Na ingawaje sasa inaonekana kwamba Kiswahili kinaanza kushamiri kama ni lugha ya taifa sasa. Hata huku kijijini wanaongea Kiswahili. Kwa hiyo ni kitu ambacho Kinyakyusa sasa kimeanza kupotea. Vijana wanaosoma sasa hawajui Kinyakyusa, wanajua Kiswahili. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa Kinyakyusa kitazungumzwa tena, kitakuwa Kiswahili itakuwa ndio lugha ya makabila yote. Kwa zamani tunavyofahamu, mara nyingi hata katika nyumba za ibada lugha ya Kinyakyusa ndio ilikuwa inatumika zaidi, na vitabu vilikuwa vinatumika. Hata nyimbo nyingi ziliandikwa kwa Kinyakyusa na ibada nyingi zilitumika kwa Kinyakyusa, sababu sio wengi ambao walikuwa wanafahamu Kiswahili wakati huo. Mimi nilipoanza pale ilikuwa lazima niongee Kinyakyusa. Kiongea Kiswahili unakuta wengine hawajaelewa. Ni wachache ambao walikuwa wamejua Kiswahili kidogo, lakini wale wazee ambao hawakufahamu Kiswahili haikuwezekana. Kwa mfano, siku moja walikuwa wametangaza kwamba Jumatatu tutakuja kufanya usafi, na yule akaja Jumatano. Kinyakyusa pakitatu, Jumatatu ni Jumatano kwa Kinyakyusa. Kwa akaja Jumatano, amenikuta pale ofisini, akasema walisema tukutane leo. Hapana, walisema Jumatatu, Monday. Akasema sasa baadaye nikawaambia kama mnatafsiri sasa sema Kiswahili na Kinyakyusa ili wengine waweze kusikia hasa yote, lakini leo kila mmoja anasikia Kiswahili pale. Unadhani mapokeo kwa kipindi kile kwa lugha ya Kinyakyusa mliweza kufanikiwa kwa kiasi kubwa watu kufikiwa na neno la Mungu? Ndio. Watu walikuwa tumeendelea kila mahali kwenda kuzungumza mahali ambapo Wanyakyusa wanasema. Ingawaje Kinyakyusa hakikuenea ulimwengu wote, kilikuwa ni mkoa huu wa Mbeya ndio ilizungumza Kinyakyusa. Lakini ukienda nje ya mkoa unakuta lugha nyingine zipo. Kwa hiyo baadaye Kiswahili sasa ukifika kijijini karibu kila mmoja anasikia Kiswahili. Na mlivyotoka hapa Tukuyu kwenda labda Mbeya mjini na Mbozi huko, mliwezaje kueneza lugha hii ya Kinyakyusa? Kwa sababu makabila mengine yalihamia pale. Ukienda Mbozi kuna Wanyakyusa wanaotoka huko ambao mengine wameingia kama wa pale. Wengine wanazungumza kile cha pale Mbozi, na wanachanganya, hata Kinyakyusa kinachanganywa. Wa kule wanaweza kusema Kinyakyusa ingawa sio Kinyakyusa safi, lakini kwa mchanganyiko huo watu wamejifunza hata lugha za watu wengine. Maana yangu ni kwamba hata baadaye hizi lugha zote zitakuchanganya, itakuwa maneno ya Kinyakyusa, mengine ya Kikinga yanaweza kuingia kama Kiswahili. Na hivi sasa kuna utandawazi kama ulivyosema, na makanisa au mapokeo yamekuwa ni mengi sana duniani. Kuna hizi ndoa za jinsia moja. Wewe kama mzee wa siku nyingi, baadhi ya makanisa yanakuwa na ndoa za jinsia moja. Tunaona mwanaume anaoa mwanaume mwenzie au mwanamke anaoa mwanamke mwenzie. Wewe kama mzee na muasisi wa kanisa la Baptisti, una neno gani la kuambia waumini?
na katika hili itakuwa tumekiuka. Ndio maana Mungu akaumba, kwanza alimuumba Adamu mara ya kwanza, kaona Adamu yuko peke yake, akamuumba mwenzake aliyefanana naye lakini tofauti ya jinsia. Sasa ikiwa unafikiri mwanaume, ndoa ya wanaume na wanaume ni kuvuruga hata Biblia jinsi inavyosema. Kwa sababu mwanamke ni kwa sababu ya mwanaume kumwoa, wawe wawili wanaenda pamoja. Haiwezekani mwanaume na wanaume waoane. Haileti maana hata kidogo. Kwa hiyo mambo haya tumezungumza sana kanisani kwamba huwezi kuolewa na mwanaume au uolewe na mwanamke na mwanamke waone, haiwezekani. Ndoa ni ya mwanaume na mwanamke. Mataifa mengine wanaweza kufanya hata kufunga ndoa kanisani, na kitu ambacho mimi sikubaliani kabisa, hatutaki kiingie huku kwetu. Umebahatika kwenda nchi za nje muda mrefu, na huko ndo asili yalikotokea haya. Walikuwa nafanyaje, au wewe ulikuwa unaishije sasa ukiona haya yalikuwa kitokea? Hangeweza kunionyesha mimi, kwa sababu kufanya hivi ni siri ya kati ya mtu na mtu. Ingekuwa nafanya kama unavyofanya ndoa, ingoja sasa hivi wanaweza mataifa mengine wanaweza kufunga ndoa mwanaume na mwanaume. Nasema huyu ndio imekuja shoga, sio ndio wanasema shoga, hiyo lugha ya kisasa. Lakini kanisa haliwezi kwa sasa hivi kwamba mwanaume na mwanaume wafunge ndoa kanisani. Hapana. Hapa kwetu hapana. Haitakuja, kwa sababu wengi wameshaelewa kwamba Mungu alipomuumba Adamu, alimuumba alikuwa mwanaume peke yake. Ikaonekana kwamba hawezi kuishi bila mwenzake, akamuumba msaidizi wake ambaye alikuwa ni mke wake. Sasa watu wawili waliishi, na ndio maana watu wameenea mpaka sasa. Ukoo ule wa Adamu mara ya kwanza kule kutoka kwanza. Sasa ukianza kufikiri kwamba ndoa ya jinsia moja, mwanaume amuoe mwanamke, amuoe mwanamke mwenzake, au mwanamke mwenzake mwanaume amuoe mwanamume mwenzake, ni kibiblia ni uchafu, ni mbaya, ni machafuko makubwa sana. Na mtazamaji wa Machweo Online TV, nipo na baba mchungaji hapa Mwasanjala kutoka hapa eneo la Kimo Kibisi, ambapo yeye ni mstaafu wa kanisa la Baptisti. Kuna mambo mengi ambayo ameongelea kuhusiana na mwenendo wa kanisa na rai yake kwa kanisa hivi sasa. Leo ungepata bahati labda kuongea na rais, ungekuwa na kitu gani cha kumwambia? Ningekuwa na neno hili tena, hata natamani sana kwenda kumwona siku nyingi moja. Ningetamani sana kwamba maadili sasa hivi yamebadilika, yamekuwa tofauti. Hata yeye mwenyewe mara nyingine rais anaweza kusema kuoa mwanamume na mwanamume au mwanamke na mwanamke ni kukiuka amri za Mungu. Na mimi ukizungumza na wengine viongozi katika madhehebu mengine, wengine hawakubaliani kabisa, wengine wanakubaliana. Lakini nikasema nitasimama hivyo hivyo. Mke aolewe na mume, au mume aoe mwanamke. Haingekuwa vizuri, kwa sababu ndio maana Mungu akasema enendeni. Adam akamwambia Adam, nenda mkazaliane. Ukiwa wanaume na mwanaume hamwezi kuzaa, au mwanamke na mwanamke hawezi kuzaa, watu imekomea pale pale. Kwa hiyo kizazi kinachokuja hakipo sasa, kwa sababu si wamenafikiri kuwa mwanaume na mwanaume ni vizuri, na mwanamke waoane na kizazi kitakuwa kimekwisha. Hilo ni jambo la kulipigia kelele na maombi ya Mwenyezi Mungu, ili aonyeshe viongozi wanaoongoza makanisa waweze kuwaelimisha watu kwa nini Mungu aliweka mwanaume na mwanamke. Kwa nini alimuumba Adam kwanza, akamuumba Hawa wawili walianza kuzaa baadaye. Tunapoelekea mwisho, watazamaji wangetamani angalau wimbo mmoja wa Kinyakyusa ili waweze kukumbuka zile asili za nyimbo zetu za Kikristo kutoka lugha ya Kinyakyusa. Nguganire ugwe gwentwa gwa ipyana
nayo moyonge ugwa kisabowe nguganire lino nubusiku bosa mpoki wangu undule ngwisa kumyako. Asante sana. Unaweza katuongeza wa pili? Gwe Yesu ngukulilira ndula nukutula kwako linguka mboka nikufanyega buno buno nyambirira une nasimbibi syangu ngajana makanaga monyambirira une. Asante sana baba mchungaji na mstaafu na muasisi wa kanisa la Baptisti. Ni hazina kubwa ya taifa, lakini pia kwa kanisa. Kwa mtu ambaye labda anahitaji sasa ushauri wako, ungeweza kuacha mawasiliano wako ili aweze kuja kupata ushauri, lakini pia kujifunza mambo mengi kuhusiana na kabila la Kinyakyusa, lakini na mambo mengi ambayo yapo katika wilaya ya Rungwe. Mimi ni mzaliwa hapa Rungwe Kibisi. Baba yangu alikuwa kule juu. Hapa ni mji wangu na mimi nilianza wakati baba amejenga kule. Simu ya Voda ni 0754 37 92 01. Rudia tena. 0754 ya Voda 37 92 01. Ya Tigo ni 0715 37 92 01. Ya Tigo ni 0715 37 92 01. Na mtazamaji wa Machweo Online TV, huyo ni mchungaji Mwasanjala. Yeye ni mstaafu wa kanisa la Baptisti kutoka hapa kijiji cha Kibisi, kata ya Kimo, wilaya ya Rungwe. Na kwa niaba ya safu nzima ya Machweo Online TV, mimi naitwa Ezekiel Richard Kamanga, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vitakavyofuata.